Jina la Bwana alibarikiwe. Le nom de Jésus-Christ soit béni. Mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye tena ametupatia muda kama na hii tuonekane machoni pake. Amen, amen. Tunashukuru pia viongozi wa kanisa ambao waliona vema tupate opportunity siku ya leo kusimama kwa madhabahu kutangaza neno la Mungu. Amen, amen. Na wewe pia ambao umefikia mahali hapa, pia Mungu akubariki siku ya leo. Kwa wasitufamia, mimi ni Dominique Kakia, niko mmoja kati ya washemasi wa kanisa letu la SLG. Amen, amen. Msomaji atusomee Mwanzo sura 38 mstari wa 13 hadi 18. Jusqu'à 18. Tunasoma Mwanzo 38 mstari wa 13 hadi 18. Ndio. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Huyo Tamari akapewa habari kusema, mkeo anakwenda Timna akate manyonya ya kondoo zake. Basi akavua nguo za ujane wake, akajivika utaji, akajifunika uso, akakaa mlangoni pa Enaimu, karibu na njia ya kwenda Timna, maana aliona ya kwamba Sheria amekuwa mtu mzima, wala akuozwa awe mkewe. 15. Yuda alipomuona alimzania kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. 16. Akamgeukia kando ya njia akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakujua ya kuwa ni mkewe. Akamuuliza, utanipa nini ukiingia kwangu? Akasema, nitakuletea mwanambuzi wa kundini. Naye akamuuliza, je, utanipa rehani hata utakapomleta? Amen. Genèse chapitre 38, 13. 18 mwisho nasema, akasema, nikupe rehani gani? Akamjibu, pete yako ya muhuri na kamba yake na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Basi akamupa, akaingia kwake, naye akapata mimba. Amen. Version française. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve et se couvrit d'un voile et s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Enaïm sur les chemins de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et que ne lui était point donné pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur les chemins et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Et elle dit, ne me donneras-tu un gage? Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Asubuhi ya leo Ce matin, tutasumulia neno ambalo on nasema va parler de la parole de Dieu, arabuni du thème qui parle de ama paraclet français. le paraclet. Amen, amen, amen. Amen. Na habari ambazo tunazisikia asubuhi Ce ambazo que nous avons tunazisoma entendu, ni habari ya Yuda, c'est l'histoire qui concerne Judas, mtoto wa Yakobo. le fils de Jacob. Yuda alizala banaume tatu. Judas a mis au monde 3 fils. Wakati ambapo wanaume watatu walikomaa, Quand les 3 fils ont grandi, garso wake wa kwanza le akaoa fils aîné a mwanamke épousé une femme ndio Tamar. qui s'appelle Tamar. Lakini ule garso na Tamar hawakuwezeshwa Tamar et son épouse et son époux n'ont pas eu la grâce ya kupata mtoto. d'avoir un enfant. Bwana kakufa. Et le mari est mort.
desturi ya Israeli kasema kwamba dans la loi des Israélites, gisi bwana anakufa, comme le mari est mort, mdogo achukue mwanamke, il fallait que les fils qui suivent puissent prendre l'épouse ili apane uzazi, pour qu'ils jamaa puissent lui iendelee. perpétrer la progéniture. Na mdogo akachukua mwanamke. Et le deuxième fils a pris cette femme. Lakini ukisoma juu, Mais quand tu lis là un peu au-dessous, utasikia kitu nasema ilipofika usiku, wakati ambapo quand il est arrivé la nuit, walikuwa ndani ya chumba, pendant qu'ils étaient dans la chambre, mwanaume akamwanga chini, kumwanga ndani ya il a mwanamke, versé en dehors. na usiku ile ikakuwa chukizo mbele za Mungu. Cela est devenu ça a éclairé le cœur de Kwa maana alijiambia ndani mwake, parce qu'il s'est dit en lui, nikizaa na huyu mwanamke, si je mets un monde avec cet enfant, watakuwa watoto ces ya mkubwa enfants yangu, appartiendront à mon grand frère et non à moi. Ile hali ikamchukiza Mungu. Et cela a éclairé l'esprit de Dieu. Ile usiku Mungu akamuua. Et la même nuit, Dieu l'a tué. Mwanamke akabakia pale. Et la femme est restée comme ça. Mtoto wa tatu alikuwa ngali. Le troisième fils, Yuda akamwambia mwanamke, usubiri. Judas, son beau-père, a dit à la femme, attends d'abord que ce garçon puisse grandir pour que tu le prennes comme ton mari. Mais quand Judas a réfléchi, il a dit, mais j'ai 3 fils. Les 2 déjà sont morts. Et tous se sont morts à cause de cette femme. Maintenant, ce troisième fils, qu'est-ce que s'il va auprès de cette femme? Lui aussi ne va pas mourir. Amen, amen. Amen. Ndipo Yuda akafanya maniganza, akambia Tamar, urudie tu kwenu. Il a dit à Tamar, rentre chez toi. Quand mon troisième fils va grandir, il pourra t'épouser. Mais malheureusement, quand le fils a grandi, Judas a pris pour lui Tamar akabakia vile vile bila bwana. Amen. Amen. Sasa wakati ambapo Tamar alisikia kwamba Yuda baba yake mkwe ameenda nyoa kondoo zake, tondre ses brebis, neno la Mungu nasema akamtangulia njiani, qu'elle l'a précédé en route, akavua manguo ya ujane, akavaa mavazi ya ukahaba. Na wakati alivaa mavazi ya ukahaba, bamkweke alikuwa amepanda Timna kwenda nyoa kondoo, akaona kahaba il a aperçu une femme prostituée à bas. Akasikia namfurahia. Et il a été envoûté par elle. Olie aende kunyoa kondoo, akafata kahaba. Il est parti vers la prostituée. Akujua kama tena ni, il n'a pas su que c'était sa belle-fille. Ndipo tunasema Tamar akamwambia, sikataa uingie kwangu, lakini uniachie gage. Mais tu dois me donner des gages. Amen. Na kamulomba vitu 3. Tu lui as demandé 3 choses. Uniachie pete, donne-moi ta bague, ceinture, donne-moi ta ceinture, na uniachie fimbo lako. Et laisse-moi aussi ton bâton. Amen. Amen. Na baadaye miezi 3, et après 3 mois, kumbe mwanamke alichukua mimba. La femme a pris. Desturi nasema mwanamke ambaye amechukua mimba ukahaba, la loi disait que lorsque une femme prend une grossesse non autorisée, on devait la mettre dehors et la lapider. Sasa balipoleta Tamar, mais quand on a mis Tamar dans l'assemblée pour qu'on puisse la lapider, sijua mwenye hii mimba, je ne connais pas le propriétaire de cette grossesse, mais vous, la nation, vous pouvez le connaître. Si vous regardez à ces choses qu'il m'a laissé comme gage, peut-être que vous pouvez l'identifier et vous allez savoir quoi faire. Amen. Amen. Akaleta vitu pale nje. Elle a apporté ces choses là-bas. Wakati ambapo alitia pale nje ile vitu 3, on a apporté les 3 choses. Mwanamke ambaye alipaswa sulubiwa, alipaswa pigiwa majiwa kufe pour qu'elle meure. Yuda kaona ile vitu ni vitu vyake. Amen, amen. Ces choses lui appartenaient. Pale Yuda akatia mkono juu akasema, au même moment Judas le huyu mwanamke astahili kufa. Cette femme ne doit pas mourir. Lakini ni mimi ndio nastahili kufa nafasi ya mwanamke. Amen, amen, amen. Amen. Mfano ambao tumesoma asubuhi leo ni mfano wa wewe na kanisa. C'est l'exemple de toi, l'église. Sisi kanisa, nous comme église, tulikuwa tustahili, nous ne méritons pas. Tulikuwa katika dhambi, nous étions dans les péchés, tulikuwa tumepotea mbali sana, nous étions perdus très loin. Lakini wakati ambapo Yesu alikuja duniani, est venu dans le monde, akienda huko taifa la Israeli, il est parti sauver le peuple d'Israël. Ndio alikuwa malengo ya Yesu, c'était ça le but de Jésus, pour sauver Israël. Sisi kama nous comme prostituées, nous comme des pécheurs, nous sommes partis attendre Jésus dans la route. Nous sommes partis attendre Jésus dans la route. Yesu alikuja njiani akienda Israeli,
alipotuona sisi wenye dhambi, alipotuona na dhambi zetu zikamvutia. Dhambi zetu zikavutia Yesu. Kwa maana neno nasema kwamba Mungu anapenda mwenye dhambi, bali Mungu anachukiza na dhambi. Amen, amen. Mungu anachukiwa na dhambi sana. Ndipo dhambi zetu zikavutia Yesu. Yesu anajiuliza, niende tena huku au nitafute kwanza namna ya kuokoa huyu mwenye dhambi? Amen, amen, amen. Na ndipo ambapo Yesu akaenda akachukua dhambi zetu. Yesu akapeleka dhambi zetu msalabani. Amen, amen. Lakini sasa ukisoma Injili ya Yohana, muda ulipofika, Yohana 14 26 au 14 wakati ambapo Yesu alikaribia kupanda mbinguni, akaambia mitume, sitawaacha mayatima, sitamaacha mayatima, lakini nitawatumia mtu msaidizi. Amen. Nitawatumia msaidizi. Na yule msaidizi ambaye nitawatumia atawafundisha hata mambo ambayo mimi Yesu sikuwafundisha. Amen. Atawafungulia mambo mengine ambayo mimi sikuwapatia. Amen, amen. Ndipo pale ambapo Pentekoste ilipotimia, kanisa mitume wakapokea Roho Mtakatifu. Et là, la première église a reçu le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu walipowajaza, neno nasema kwamba wakahubiri Injili, ils ont prêché l'évangile, wakatangaza Injili, na Injili kaenda dunia nzima, hadi Injili kafika ikakukuta. Jina Bwana barikiwe. Yale mambo matatu ambayo les trois choses là, Yuda alikuwa akiachia mkewe Tamar. Ukisoma Agano Jipya, quand tu lis dans la Nouvelle Alliance, wanakuambia kwa Yesu atuambia nini? Jésus nous dit quoi? Sisi ni bibi harusi. Nous sommes de l'épouse. Yeye ni bwana harusi. Lui, il est l'époux. Hakuna alliance ama hakuna ndoa bila kufikana pete. Amen, amen. Hakuna ndoa bila watu kufikana pete. Amen. Ndipo hiyo alliance ambayo tulikuwa tukaomba Yesu utuachie. Amen, amen. Tumefanya alliance na Yesu. Yeye amekuwa bwana harusi wetu na sisi tumekuwa bibi harusi wake. Amen, amen, amen. Yuda pia katika alikuwa akiachia Tamar ceinture yake. Sa ceinture. Ukisoma barua ya Paulo kwa Efeso anasema katika silaha za Mkristo, parmi les armes des chrétiens, za wokovu anasema hivi, vaeni viunoni mwenu mishipi ya haki ambalo si lingine bali ni neno la Mungu. Amen, amen. Ni kusema ya kwamba tunapoamini Yesu, tunapopokea Roho Mtakatifu, tunatembea na neno la Mungu. Amen. Tuvae viunoni mwetu mikaba ya neno la Mungu ambalo litatuongoza, ambalo litatupeleka katika kweli. Amen, amen. Kwa kuwa yule ambaye ana neno la Mungu ni vigumu aseme uongo. Amen. Yule ambaye ana neno la Mungu ni vigumu sana atende dhambi. Amen, amen. Gaji ya tatu ambayo Yuda alikuwa akiachia Tamar ni fimbo. Amen, amen. Daudi akasema, gongo lako na fimbo lako linaniongoza. Hata nipite katika bonde la mauti sitaogopa, kwa maana fimbo lako na gongo linaniongoza. Ni kusema kwamba hata shida ikuwe namna gani, hata magumu ikuwe namna gani, kwa maana tunakuwa na neno, kwa maana tunakuwa na Roho Mtakatifu. Ule Roho Mtakatifu sasa anatufanya tukue washindi. Amen. Ule Roho Mtakatifu anatufanya tushinde dhambi, kwa maana mie na wewe hatuna nguvu ya kushinda dhambi. Mie na wewe hatuna nguvu ya kumshinda shetani, lakini tunayaweza yote kupitia yeye atutiaye nguvu. Amen, amen. Na yeye atutiaye nguvu ni Roho Mtakatifu. Amen. Atutiaye nguvu ni Roho Mtakatifu, kwa maana ukitazama hata mitume walipokamatwa Yesu, neno nasema mitume wote wakasambarana, wote wakakimbia. Amen. Kila mtu akaenda kujificha. Lakini
Pentecoste ilipotimia, walipojaa Roho Mtakatifu, wale ambao walikuwa wakijificha, wale ambao walikuwa wakisikia haya, wakisikia oga, wakatoka ndani ya nyumba, wakaenda katika mji. Amen. Wakaenda katika mji, wakalitangaza Injili, wakatangaza Injili. Nasema watu wote wakasikia, kila mtu akasikia kwa lugha yake. Amen. Dans sa langue. Ni kusema ya kwamba ça veut dire que Roho Mtakatifu anakuwa anatubadilisha, anakuwa anatuwezesha mambo ambayo mie na wewe hatungeliweza. Amen. Neno kusema nini? Wakati ambapo walirudia kupitia kupana mbuzi kwa Tamara iko, akakuta ndani ya mji ule mtumishi wa Yuda, akakuta Tamar hakuwake tena. Juu ya nini? Alikuwa alishavua mavazi ya ukahaba, akarudilia tena mavazi yake ya ujana. Amen. Ni kusema yule kahaba ambaye muda mwingine Yuda alijua Timna hakukuwa tena. Amen. Yule kahaba hakukuwa tena. Ni wakati ambapo na wewe na mimi tulipokutana na Yesu, akabadili historia ya maisha yetu, tukazaliwa tukawa viumbe vipya, wa zamani si wa sasa. Wewe wa kale haiko tena ndio wewe wa leo. Amen, amen, amen. Wewe ambaye ulikuwa umefurahia dhambi, wewe ambaye ulikuwa umetembea katika dhambi, lakini tunapozaliwa upya, amen, 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 tunavaa upya, tunakuwa viumbe vipya, tunatembea katika Kristo. Amen, amen, amen. Matendo yetu, masemi yetu, mwenendo yetu yanakuwa yamebadilika, na yeye amenatubadilisha ni Roho Mtakatifu. Ndiyo kwa maana ndugu zangu, kupitia Roho Mtakatifu tutashinda dhambi. Kupitia Roho Mtakatifu tunasimama vile hivyo. Ukisoma barua wa Tesaloniki, Paulo anasema nini? Mtu asitusumbue tena, kwa maana tumevaa picha ya Yesu. Kwa kupigwa kwake msalabani sisi tumeokolewa. Amen. Kwa kuteswa kwake Yesu sisi tunakuwa viumbe vipya. Na mimi ndugu zangu nakwambia, Pentecoste ambayo tuko na sherehe wakati ikusaidie ugeuke upya, uwe upya kwako kanisani, hata ndani ya mji wasikute hauko ndio Mkristo wa mkanisa. Amen. Lakini ni sherti ikusaidie uwe Mkristo mahali na mahali. Amen, amen. Na utayaweza wakati ambapo unakuwa na uhusiano na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Wakati ambapo unakuwa na uhusiano na Roho Mtakatifu, kwa maana unaposoma Agano la Kale inakuwa ni uvuli wa Agano Jipya. Mengi ambayo imeandikwa katika Agano la Kale, kuna yale ambayo yametimia katika Agano la Kale, kuna mengine ambayo yakitimilika katika Agano Jipya, kuna mengine ambayo tunaishi na ambayo yatatimilika, tunangoja pia Mungu yatimilike. Kwa maana ukiangalia namna ambayo Yuda alisema si Tamari ndiye ambaye anastahili afe. Ukikuja mwagano la kale, ni Tamar. Yuda akakufa kwa ajili ya Tamar. Yuda akakufa kwa ajili ya Tamar. Lakini mwagano jipya, kwa maana huyu Tamar alipochukua mimba akazala watoto wawili, mimba yake ilikuwa mapasha, na mapasha mkuu ye Perez, yeye ndiye akageuka kuwa mkuu wa yenjo kizazi ya Daudi, yenjo kizazi ambaye ilifikia mpaka ikazaa Joseph babake na Yesu, baba mlishi wa Yesu. Amen, amen. Ni kusema yule Tamar akaonekana kama vile amekuwa sasa tatekuwa Yesu. Amen, amen, amen. Wakati wa Yesu pia wakaletea Yesu naye mwanamke ambaye wanasema nini? Ni mzinifu. Amen. Huyu ni mzinifu. Sheria Musa anasema tupige majiwe afe. Amen. Lakini Yesu akamwambia yule ambaye hayatenda dhambi. Kwa maana Yesu aliona namna ambayo kwa wagano wa kale Yuda alikubali akufe juu ya Tamar. Wagano jipya haingepashwa naye kumhukumu
mwanamke mzinifu. On devait condamner la prostituée. Mais lui, il a dit, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Amen. Amen. Ce matin, mon frère, je voulais t'amener à la relation avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement entrer à l'église. Ne regarde pas les années que tu as accomplies. Ne regarde pas les années de baptême. Mais regarde très bien comment tu marches avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quelle relation que tu as? Est-ce que tes actes, là où tu vis en dehors de l'église, est-ce que tu peux être chrétien? Ou les actes est-ce qu'il haifai tutukanishe kanisa letu kwa maana watu wengi ndani ya mji wa Bukavu wanasema kanisa la Yesu ni jibu, ni kanisa la kiroho. Amen, amen. Ni kanisa la kiroho, ni kanisa ambalo limeongozwa na Roho Mtakatifu. Mipango zetu ni mipango za Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Sasa wewe mwanamemba wa kanisa la Yesu ni jibu. Est-ce que kweli unaongozwa pia na Roho Mtakatifu? Tu es conduit par le Saint-Esprit. Amen, amen. Matendo yako, njia zako. Bwana bariki neno lake asubuhi ya leo. Amen. Simama ulipo. Anza kuangalia dhambi gani imekutenga na Roho Mtakatifu ili astawale maisha yako. Kitu gani kimekutenga na Mungu ili kwamba Mungu akutane na wewe, afanye mema kwako? Lazima ujikutane kwanza umetengeneza, utambue dhambi gani umefanya, utembee hali gani umetembelea ndani. Tambua kwanza hali ya udhaifu ulionao. Anza kuangalia ndani ya moyo wako, tafakari, uangalie nini inakuzuia, ili kwamba wengine wanapojazwa Roho Mtakatifu wewe haujazwe kwa sababu ya hiki na hiki. Angalia dhambi gani, angalia tabia gani, angalia hali gani unaishi imejificha kama vile Mkristo, lakini tabia zako na hali yako haikutani kama ulishapokea Roho Mtakatifu. Anza kuangalia, juta mbele za Mungu, anza kulia mbele za Mungu. Karibu, anza ambia Mungu akusamehe. Anza ambia Mungu akusamehe. Anza ambia Mungu, ambia Mungu akusamehe kwa hiki na kile ambacho kimestaki moyo wako, kimestaki maisha yako. Angalia, angalia, ambia Bwana kusamehe kwa ile unaona. Ambia Bwana kusamehe. Lilia Bwana, lilia Bwana, lilia Bwana na atakusamehe. Le Seigneur va te pardonner. Nyosha mikono miwili juu. Lève les deux mains à l'air. Baba Mungu